Ameahidi kuunda jukwaa ambalo litashughulika na changamoto hizo ambazo zitawahusu ama zinawahusu vijana. Hayo na mengine mengi, ungana nasi kwanza hivi sasa kwenye Azam News utayafahamu hapa. Mimi ni Richard Ngaila, wenzangu ni Ivona Kamuntu na Susan Mtui anatangazia kwa lugha ya alama. Tutajadili hilo hapa studio kidogo hapo baadaye na Auche Kimsuva, ni mchambuzi wa masuala ya vijana na tayari amekwisha fika hapa studio. Tuangazia yale tuliyokuandalia. Serikali kuunda jukwaa la vijana kushughulika na changamoto zao. Waziri Mchengerwa aipigia chapuo wekezaji kwenye viwanda vya ndani nchini. Sudan yaliangukia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumaliza vita. Na timu ya taifa ya DRC yatakata AFCON ikichapa Benin bao 1-0. Karibu tuianze Azam News. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha vijana wanapewa nafasi ya kusikilizwa changamoto zao, ikiwemo kuzindua jukwaa la mazungumzo litakalowakutanisha vijana na serikali. Waziri Nanauka ameyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam juu ya utekelezaji wa mikakati ya wizara yake ambayo anaiongoza kwa maana mikakati ya mwaka 2025-2026. Vijana ni nguzo ya taifa kutokana na mchango wao wa 55% katika maendeleo ya taifa. Jambo hilo linaisukuma serikali kuendelea na jitihada za kutatua changamoto zinazowakumba vijana. Miongoni mwa hatua hizo ni kuundwa kwa wizara maalum ya vijana ambayo waziri mwenye dhamana amefanya ziara katika mikoa mbalimbali nchini na kubaini masuala yanayowasibu vijana na kuainisha namna serikali itakavyofanyia kazi. Na tumewajulisha kwamba vijana wanahitaji kusikilizwa. Hiyo ni moja ya kitu tumewaambia. Wanahitaji kuhudumiwa kwa haraka ili kujenga falsafa ya kasi, kufikika pamoja na teknolojia ambayo tunaendana nayo. Katika kuimarisha ushiriki wa vijana, serikali inaendelea kuimarisha majukwaa ya kuwakutanisha vijana. Moja jambo tumelikuta pia field kwamba vijana wengi wanahitaji kupata maeneo ya kuzungumza. Sasa sisi kama wizara tumeandaa kitu kinaitwa Vijana Platform, ambao ni jukwaa la vijana kuwa wanazungumza, ambao tutalizindua rasmi na litafanyika katika maeneo mbalimbali. Jukwaa hili sio la sisi kuambia vijana tu tunachotaka kuambia, ni jukwaa la kusikiliza sauti ya vijana, kujadili changamoto zao na kuunganisha vijana pamoja na wadau na kueleza fursa katika maeneo yao. Jukwaa hili linaenda sambamba na hatua za kisheria na kiutendaji kuelekea ukamilishwaji wa mfumo wa ushiriki wa vijana kitaifa kupitia sera ya kitaifa inayoelekeza kuunda mabaraza ya vijana, ambao tayari iko katika utaratibu. Wakati tunaendelea na programu ambayo tunaifanya sasa, tunaendelea kufuatilia taratibu za kisheria kwa ajili ya utekelezaji wa sera na sheria namba 441 ambayo imeelekeza uanzishwaji wa baraza la vijana katika maeneo mbalimbali. Rais Samia Suluhu Hassan katika ahadi zake ndani ya siku 100 aliahidi kutenga bilioni 200 kwa wajasiriamali wadogo, na hapa waziri ameeleza utekelezaji wake. Kwa hiyo utaratibu na mchakato unaendelea, na nafikiri programu itakapokuwa tayari itazungumzwa, lakini inatekelezwa kwenye sekta mbalimbali. Na katika maelezo yangu nilieleza sisi kama vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana tayari tuna indicative budget ya bilioni 8 ambazo zenyewe zinatoka kule kwenye hiyo bilioni 200. Kwa hiyo manake zitawekwa kulingana na maeneo mbalimbali ya uwekezaji. Aidha, amegusia mkakati wa serikali wa kuwezesha uendeshaji wa kampuni changa ambazo nyingi zimekuwa haziendelei. Tuna changamoto ya kampuni changa hasa katika upatikanaji wa mitaji. Na kwa mfano mfuko wa maendeleo ya vijana au shughuliki tu na vikundi, unashughulika hasa na watu binafsi ikiwemo kampuni changa. Na hizi ndo tunalenga kuziwekea pia zile youth investment window katika financial sector. Na kuna special economic zone ambazo zitaanzishwa. Ukiacha zile za jumla zitakuwepo ambazo ni youth special economic zone, YSEZ, ambazo zenyewe zinalenga katika miaka 5 ijayo tuwekeze katika vijana ambao watakuwa wazalishaji na watengenezaji. Tunalenga kwamba
katika miaka 5 ijayo tuweze kuwa na kampuni za vijana zilizofanya uwekezaji takriban 100,000, lakini katika hizo 20,000 zikae katika Youth Special Economic Zone. Wadau wa masuala ya vijana nao wametoa mitazamo tofauti. Namna ya kushughulikia na changamoto zinazowakabili imekuwa ni kama kuna paswa mtu mwingine nje ya vijana atatue hizo changamoto, lakini kweli pengine watu wazima, jamii na serikali inapaswa, lakini moja ya jambo la msingi kabisa ni mazingira wezeshi yanayoweza kumwezesha kijana aweze kushughulika na changamoto zake yeye mwenyewe kama sehemu ya jibu la hizo changamoto. Hii ni fursa kwetu wafanya biashara ndogo ndogo, wajasiriamali wote waliolengwa kwenye huu mtaji. Kikubwa kama tulivyoonyesha uaminifu awali, kufanya marejesho mazuri. Waziri Nanauka amebainisha maeneo 13 ya vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2025-2026 ikiwemo ajira, elimu na mafunzo, uzalendo, maadili na uchumi wa kidijitali. Wakati huo katika kujenga uelewa miongoni mwa jamii kuhusu masuala ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulioundwa mwaka 1964, imeanzishwa kampeni ya utoaji wa elimu nchi nzima kwa makundi mbalimbali hususan kwa vijana. Akizungumzia kampeni hiyo itakayotekelezwa kwa mwaka mzima, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni amesema kulingana na takwimu za vijana kuwa takribani 75% ya Watanzania uelewa kuhusu muungano bado haujawafikia wengi kuwajengea uzalendo. Masauni ameeleza hayo katika mkutano wa wahariri kutoka vyombo vya habari nchini, wakati ambapo kero za muungano zikiwa zimebaki 3 na jitihada za kumaliza zikiangaziwa. Sasa tuna hoja 3 kati ya hoja 25 ndizo ambazo hazijapata ufumbuzi. Kwa hiyo watu wanaoona kwamba sisi tunadumu, tuna sababu nyingi tu, na malengo yetu sisi wizara hii ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, kuhakikisha tunamaliza hizo 3 ili tuifanye wizara yetu inashughulika masuala muungano iwe ni wizara yenye kuzungumzia fursa za muungano, sio hoja, sio kero, sio changamoto. Huo ndio mwelekeo wa wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Kabisa. Sasa tutazungumza hapo kwa kina kuhusiana na uamuzi wa serikali kuunda jukwaa la vijana kuhusiana na kushughulikia changamoto zao. Tunafahamu kwamba zipo changamoto nyingi ambazo vijana wamekuwa pengine wakihitaji suluhu ya changamoto hizo ama majibu ya changamoto hizo, na mara zote mamlaka ndio ambao wanakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutoa majibu hayo kwa vijana. Na unafahamu kwamba asilimia 75 ya Watanzania wote, kwa maana asilimia 75 kushuka chini, ni Watanzania wenye umri kuanzia miaka 35 kushuka chini, na asilimia 34.5 ni umri wa vijana, kwa maana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 kwa mujibu wa sensa. Sasa changamoto hizo pamoja na kuundwa kwa jukwaa hilo, je, litamaliza, itakuwa suluhu ya masuala yote ambayo yanawahusu vijana? Na wamesikia pia hapo Waziri Masauni pia akigusia kuhusiana na vijana kuhusu kufahamu muungano. Sasa nipo na mchambuzi wa masuala ya vijana Ochek Msuva, tayari ipo hapa, bila shaka uko vizuri. Karibu sana. Kabisa. Tumesikia kwamba vijana kuundiwa jukwaa ambalo jukwaa hilo litatumika kujadili masuala yao, na tunafahamu miongoni mwa masuala hayo ni pamoja na masuala ya ajira. Limekuwa likizungumzwa sana na vijana, lakini miaka hivi karibuni wamekuwa na matakwa yao binafsi ambao wakati mwingine amewafanya wao kuvutana hata na mamlaka. Kuwepo kwa jukwaa hili itakuwa suluhu? Ni mwanzo mzuri. Mwanzo wa kutatua tatizo lolote ni kuzungumza. Na kuzungumza kwenye kuruhusu watu kuleta hoja mezani na watu kuzichakata hizo hoja na kuangalia utekelezaji. Kwa namna nilivyomsikia waziri, nadhani hicho ndicho anachomaanisha, kwamba jukwaa hili litakuwa ni jukwaa la sauti za vijana kusikika. Mara kadhaa vijana wamesema, na mimi mwenyewe nimekuwa kijana, naondoka kwenye ujana, lakini nimekuwa kwenye kundi hilo, na tumesema matakwa na masuala kadhaa. Kwa mfano, ushiriki wa vijana kwenye masuala ya uongozi. Vijana wanataka wawe sehemu ya kuamua masuala yanayowahusu wao. Michakato ya kibiashara kurahisishwa. Nikitaka kusajili biashara leo BRELA
mpaka ije ianze kufanya kazi nitatakiwa kwenda ofisi karibia 3-4 na nitatakiwa kuanza kulipa na kodi katika wakati huo huo. Sasa kama nina pesa nazotumia kufanya hivyo ni pesa za mkopo, unaweza kufikiri kwamba nitaanza kutumia huo mkopo kulipia kodi kabla biashara yenyewe sijaingiza hata shilingi 10. Kwa hiyo masuala hayo nadhani ndiyo hasa yanayotakiwa kwenda mezani na kujadiliwa. Lakini hata kwenye masuala ya uongozi tunayoyasema, kijana anashiriki vipi? Tukienda kwenye bodi zote unakutana na watu wazima tu, lakini kijana huyu tunataka baadaye aje achukue nafasi kwenye bodi hiyo aingie. Anatoa uzoefu wapi? Maana yake lazima kuwe na misingi muhimu ya kijana kushiriki kwenye hizo nafasi katika ujana wake. Tukumbuke kwamba vijana ni asilimia karibia 55 ya nguvu kazi. Maana yake hao ndo wanaoweza kuzalisha. Lakini vile vile ndio kundi kubwa zaidi. Kwa maana kwa mjibu wa sera, vipaumbele alivyosema ni kweli, sera yetu ina vipaumbele 13. Sera ya maendeleo ya vijana, na vinaeleza wazi, na mambo mengi ambayo vijana wanazungumza kimsingi yapo tayari kwenye sera. Vijana wakisema wanataka ujumuishi, sera na serikali imeshasema kwamba ingetaka vijana washiriki. Changamoto tulionayo ni mifumo gani yenye kuwezesha hayo mazingira ya vijana washiriki. Nimemsikia waziri akisema tunataka vijana waanzishe makampuni, lakini mazingira yapi yanayomfanya kijana aanzishe kampuni? Mimi ningesema ofisi za serikali zilizoko Dar es Salaam, yale majengo ambayo yalikuwa yanatumika pengine yana nafasi, vijana wapewe wafungue makampuni watumie humo. Maana tunasema kwamba ili ufungue kampuni lazima uwe na address. Sasa kijana huyu ambaye hana nyumba, maana hajaweza kumiliki nyumba, anatoa wapi pesa za kulipia ofisi? Sasa manake mazingira yenyewe, mijadala yenyewe tutakayoenda nayo, naamini hayo ndio mambo tunayoenda kuyajadili. Lakini hizi fedha zinazosema zitatolewa vile vile, kijana ana uwezo wa kuziomba. Mimi wakati fulani nilienda kwenye halmashauri moja, nikamwambia afisa maendeleo, inakuwaje vijana hawapati pesa hapa? Akasema ngoja nikupe maandiko walioandika, alafu wewe useme kama ungeweza kuruhusu wapate fedha. Na mimi mwenyewe nikajihakikishia kabisa kwamba uwezo wa maandiko yale yasingepaswa kupewa fedha za kibiashara. Kwa hiyo kujengea uwezo vijana. Ocheki, ni mara ya kwanza serikali imekuwa na wizara ambayo inashughulika na masuala ya vijana. Yes. Na sasa tunasikia kuhusiana na hili ya kuundwa mabaraza ya vijana, lakini kuwa na jukwaa ambalo litashughulika na masuala ya vijana. Tunakubaliana kwa pamoja kwamba hilo litamaliza changamoto za vijana, ama likifanyika namna gani huenda sasa vijana na kero zao na changamoto zao zikamalizika kabisa? Kwanza, sheria ya baraza la vijana imeundwa mwaka 2015 na kanuni zake zikatoka mwaka 2017. Mheshimiwa Rais alivyoingia madarakani kwa awamu ya kwanza alisema akiwa Mwanza, vijana wanazungumza kuhusu baraza wapewe. Kwa hiyo baraza likiwepo litatatua changamoto nyingi, kwa sababu litakuwa ndio mwavuli wa vijana kusema sauti zao bila kujali mitazamo yao. Lakini jambo la msingi ambalo linapaswa kufanyika na ambalo naamini wizara hii ambayo vijana tumeundiwa itatusaidia ni masuala ya vijana yatekelezwe katika kila wizara. Mainstreaming kwa Kiingereza tunaita, Kiswahili chake tungeweza kusema yachopekwe katika kila wizara. Ukienda wizara ya kilimo, yako majukumu na masuala wanayoyatekeleza ambayo yanaathiri vijana. Yanaratibiwa namna gani? Kuna mifuko mingi ya uwezeshaji vijana kiuchumi, lakini mifuko hii iko katika wizara na maeneo tofauti tofauti. Taarifa mpaka imfikie kijana inakuwa ni mtihani hapo. Kwa hiyo lazima urahisishaji wa ufikiaji wa taarifa ufikie, lakini lazima wizara ya vijana ifanye jukumu kubwa la uratibu wa mifuko ya uwezeshaji vijana kiuchumi, lakini vile vile la uratibu wa upatikanaji wa taarifa. Vijana ambao wako kijijini, ambao wakati huu pengine hawatutazami au pengine wanatutazama, wanapateje hiyo taarifa? Tusitegemee tu kwa sababu zimewekwa kwenye mitandao ya kijamii au kwenye website ya wizara, kijana ataenda kupekua kule na ni kweli wako na mitandao mingi, lakini njia rahisi zitumike vile vile. Zisitumike tu njia ngumu za hard news, yani zirahisishwe, ucheshi, taarifa zile zichakatwe katika mfumo rahisi ambao kijana anaweza akaziangalia akazielewa. Na nimesikia hapa kwa mfano limezungumzwa hata sala kama la Muungano. Zamani zile mimi nikiwa Iringa kule nilikuwa nasikia kuna kombe la Muungano Mfindi, na unakuta timu za kutoka Zanzibar zinakuja kucheza kule. Kwa hiyo masuala haya yatafsiriwe katika lugha ambayo kijana anaweza kuyaelewa. Ukichukua Muungano ukauweka kwenye michezo, ukauweka kwenye shughuli za kijamii za kawaida, kijana wa kawaida mtaani anaelewa. Na Ocheki, umegusia swala la Muungano. Tunazungumza miaka 61 tangu 64 mwaka 1964 mpaka sasa, bado inaendelea kusisitizwa vijana kupewa elimu ya Muungano, na tunakubaliana kwamba vijana mwisho umri wa miaka 35, sio? Ni kweli. Kwa tafsiri hiyo, kwa mujibu wa sera yetu, kwa tafsiri hiyo ni kama vijana wengi hawaufahamu Muungano kwa sababu hawakuwepo, na pengine hata baadhi ya vijana wazazi wao hawakuwepo wakati huo. Inawezekana ikawa sababu ya vijana wengi kutokufahamu historia ya Muungano na tija yake. Kitu chochote ili ukifahamu vizuri ni lazima ukiguse manufaa yake kwa urahisi. Kwa hiyo tatizo sio kuto kuufahamu Muungano. Tatizo ni vijana kuhisi wananufaika na
na muungano, kwa maana ya kwamba anajiona kama ni biashara. Haya makampuni tuliyosema, pengine tuwae na makampuni ambayo yameanzishwa kwa ubia kati ya mtu aliyetokea upande mwingine wa muungano na Mtanzania mwingine aliyetokea upande mwingine. Hapo maana yake tutaona mashirikiano ya kibiashara vipi, nikienda kule nifanye biashara, akija huku tunafanya nao biashara. Hivyo tunaona kwamba kumbe hapa kuna namna fulani kijana anaelewa. Ili kijana aelewe, sio swala la kumwambia tu. Kwa kweli uelewa wa vijana tunaelewa. Mtandaoni ninyi Azam mkiposti kitu pale kikawa kina lugha ambayo kijana anaelewa, utaangalia likes pale zitaenda nyingi. Lakini ukiposti maudhui ambayo kwa kijana kiasikiliza haelewi lugha yake, vile vile utaangalia likes zinaweza zikawa zinapungua ama zinaongezeka vinginevyo. Kwa hiyo kwa muktadha ni lazima yachakatwe katika namna ambayo vijana wataelewa. Si kweli kwamba vijana hawajui kabisa muungano, kwa sababu tumesoma katika elimu yetu inatufundisha juu ya muungano, Tanzania imetokeaje, tunaelewa. Lakini ule kuweka moyoni kunategemeana sana na matokeo. Kwa hiyo kwenye kampeni hii pengine waweke vitu vidokezo vya hapa na pale ambao vinafanya kijana achangamke kidogo na apate kufuatilia. Mimi nakushukuru sana kwa muda wako Ocheki Msuva, asante sana kwa kuwa nasi. Asante sana, nashukuru sana. Namna hiyo tunakamilisha kuhusiana kujadili hilo, masuala ya vijana pamoja na vijana kufahamu muungano. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema idadi kubwa ya viwanda vya dawa vya ndani ya nchi havijafikia viwango vya kutambulika kimataifa, hivyo kukosa masoko nje ya nchi ukilinganisha na mataifa mengine Afrika Mashariki. Mchengerwa amesema changamoto hiyo itaweza kutatuliwa kwa wawekezaji kushindanishwa na wawekezaji watakaojenga viwanda ndani ya nchi, wakati huu serikali ikitenga eneo la Mloganzila lililopo chini ya hospitali ya taifa ya Muhimbili. Mchengerwa amesema hayo wakati akizungumza na wawekezaji pamoja na waagizaji wa dawa kuhusu mabadiliko katika sekta ya uzalishaji wa dawa na vifaa tiba. Tunahitaji makampuni ya dawa Tanzania ambayo yanazalisha kwa viwango vya WHO. Tunahitaji makampuni ya dawa Tanzania yanayouza Afrika Mashariki, yanayokwenda kuuza Afrika na zaidi, yanayowakilisha bendera ya Tanzania kwa ubora. Leo ninatoa wito kwa wamiliki wa viwanda, thubutuni kubadilika. Thubutuni kubadilika. Kwa bodi za wakurugenzi, fikiri nje ya uzio wa kiwanda chako. Kwa sekta binafsi, unganisheni mitaji, teknolojia na ndoto. Tanzania haihitaji viwanda vingi visivyo na ushindani. Inahitaji wachache wenye uwezo wa dunia. Changamoto ya ulanguzi wa tiketi kwa wasafiri katika msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka imekuwa ni tatizo mara kwa mara, licha ya mamlaka husika kuendelea na juhudi za kukomesha hilo. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imesema hali hiyo inatokana na baadhi ya watu kutotumia mfumo wa kidijitali kukata tiketi za kusafiria, kama tunavyoelezwa kwenye taarifa hii. Hapa ni eneo la Mbezi kilipo kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli, Dar es Salaam. Kama inavyoonekana, kuna idadi kubwa ya watu katika harakati za kutafuta usafiri. Azam News imezungumza na baadhi ya abiria ambao wameelezea changamoto ya ulanguzi wa tiketi. Mimi mwenyewe hapa ni miongoni mwa watu ambao ninasafiri leo. Nimepata changamoto, nimekata tiketi online lakini mtandao unasumbua. Nimekuja hapa nimepata tiketi kwa walanguzi, imepanda, nauli imepanda. Toka Lindi kuja Dar es Salaam nimetoa 35,000. Lakini kwenye tiketi imeandikwa 32,000. Ushauri wangu watu watumie mfumo wa kisasa, ni wa utandawazi, wakati tiketi kwa njia ya simu. Abiria wengi wanakatia tiketi hapa. Sasa hivi dunia imebadilika. Kwa mfano mimi tiketi nimekatia mtandaoni siku 4 nyuma. Kwa hiyo nimekata tiketi, nimechagua siti, nimejihakikishia safari. Leo nasafiri kwa amani, ndio nimefika hapa, napanda gari narudi nyumbani. Lakini hapa nimekutana na abiria wengi ambao wanataka wakate tiketi hapa. Kwa hiyo wanakupana na changamoto, wanauziwa tiketi feki. Wahusika wa masuala ya tiketi wanaeleza nini juu ya changamoto hiyo? Kwa wachache bado hawajajua nini maana ya tiketi mtandao. Wanakuja tu, wanapokuja hapa stendi wanakutana na wale watu ambao ni wapiga debe kule nje, wanawapa tiketi za makaratasi na kuwadanganya labda hii gari inaondoka muda fulani au inakuwa haipo. Changamoto hizo zinajitokeza kwa sababu huwa kuna walanguzi ambao huwa wako nje ya kituo na huwa anajitahidi kwa kujitafutia kipato. Kwa hiyo mtu huwa anaongea na mtu wa kule, wanaelewana, akifika kwenye bei ukimkatia tiketi ya mtandao huwa kunakuwa na changamoto.
Kwa upande wake, LATRA imekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kueleza kuwa 11% ya abiria wanatumia mfumo wa tiketi mtandao, huku 89% wakitumia njia ya kawaida kupata tiketi, hali ambayo inasababisha kwa kiasi kikubwa kuendelea kuwepo kwa tatizo la ulanguzi. Ni changamoto ambayo tumekuwa tukifanyia kazi siku nyingi, na awali ilikuwa ni kubwa sana hiyo changamoto, lakini miaka hivi karibuni tumeanzisha sasa mfumo wa tiketi za mtandao. Mfumo huu unaitwa Safari Ticket. Kwa kweli mfumo huu tukishirikiana na wadau pande zote ndio mwarobaini wa kumaliza kabisa au kukomesha kabisa changamoto ya ulanguzi wa nauli. Kuna baadhi ya wadau ambao sio waaminifu na wala hata hawajasajiliwa na LATRA, wanakuwa na tabia ya kufanya booking, kwa maana kuweka wekesho la tiketi. Wananunua tiketi zaidi ya moja kwa jina la mtu mmoja au kwa majina ya kugushi, alafu wanaenda kuwauzia abiria. Kwa hiyo inakuwa jina la kwenye mfumo na yule abiria mwenyewe majina hayaendani. Kwa hao tunawatafuta, na kwa kushirikiana na wenzetu wa jeshi la polisi tunawakamata na tunawachukulia hatua. Mpaka sasa hivi watu 5 wameshatiwa mbaroni na hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria zinaendelea, ikiwemo kuwafikisha mahakamani. Licha ya changamoto hiyo, LATRA wanachukua hatua gani kurahisisha usafiri katika msimu huu wa sikukuu? Kwanza tunahakikisha huduma zao zinapatikana vya kutosha, na kwa pale ambapo kuna changamoto ya uhaba wa vyombo vya usafiri, tumekuwa tukitoa vibali vya muda mfupi au tunasema leseni za muda mfupi, ili wao waondoe magari kule ambako hakuna uhitaji mkubwa, waje kuleta huduma kwenye sehemu ambazo zina uhitaji mkubwa. Mara kadhaa serikali imekuwa ikikemea vikali tabia baadhi ya mawakala wa mabasi ya abiria kufanya ulanguzi wa tiketi, hususan kukiwa na uhitaji mkubwa wa usafiri. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam. Habari kuu usiku huu: serikali kuunda jukwaa la vijana kushughulika na changamoto zao. Na hapo baadaye, tangazia wanachama wa kikundi cha wanawake mkoani Arusha wakijumuika kuaga mwaka mpya. Na wanakijiji watoa ya moyoni kwa kutuunganishiwa umeme tangu 2019. Una utani mwingi sana. Niko serious mwanangu. Yaani kila nikiamka asubuhi napata maumivu makali ya mgongo, kiuno. Ona sasa. Mzee atembea kama kijana. Alafu wewe kijana natembea kama mzee. Best Arusha. Siri unao muda mrefu sana. Hakika kijana amepata suluhisho kwa kuchagua godoro bora. Best Arusha ni Sleeping Starehe. Kipenzi changu mpenda kazi, unaendeleaje mama? Alafu nilikuwa nataka nikushukuru kwa ajili ya hii solar inverter. Na tena marafiki zangu pia wanataka kukushukuru. Uliponiambia kuhusu lile punguzo kubwa la bei za bidhaa za Sunking, wote walikwenda kujichukulia pia Sunking Solar. Ndio! Nimefurahi kusikia unaipenda Sunking Solar Inverter. Lakini nina zawadi nyingine kwa ajili yako. Surprise! Bibi! Furahia nyakati bora zaidi. Sunking, angaza maisha yako. Asante kwa kuchagua Azam News. Mimi ni Richard Ngaila, mwenzangu ni Ivona Kamuntu, Susan Mtui pamoja nasi kwa lugha ya alama. Kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, umoja na ushirikiano wa kikundi cha wanawake mkoani Arusha kikijulikana kama Birthday Party kimejumuika kupongezana na kufanya tathmini kuhusu mambo mbalimbali yaliyojiri katika kipindi cha mwaka 2025. Tupate undani wa taarifa hii.
Kikundi cha kina mama zaidi ya 30 kinachojulikana kwa jina la Birthday Party. Kikundi hiki kimeasisiwa kwa jina hilo, lengo likiwa ni kusherehekea kumbukizi za kuzaliwa, lakini pia kutunzana kifedha na kusaidiana katika nyakati mbalimbali za maisha. Kwa mfano, mimi ni birthday yangu leo. Kila mwanamke au kila mwanamama ambaye yuko kwenye kikundi hichi, tuna kiasi cha pesa tunakichanga. Tunatoa kidogo kwa ajili ya chakula na vinywaji, tunacheza muziki kama hivi, burudani, tunakula, tuna enjoy, lakini mwisho wa birthday anaondoka na kitita chake. Mwaka mzima tumefanya mengi sana. Kwanza kuna watu ambao wamewezesha kwenye kujenga, miradi ya kujenga, tumelipa ada za watoto, tuna miradi ya ng'ombe, tumefungua miradi ya mashamba, tuna project nyingi za mashamba ambazo tunafanya. Ukienda Magugu tuna mashamba ya vitunguu, ukaondoka tuna mashamba ya miogo Morogoro na mashamba ya mananasi. Ni kwa kupitia mradi ni kikundi hiki cha kwetu cha birthday. Kwa nini niseme kwamba tumefanya? Katika majira haya ya mwisho wa mwaka, akina mama hawa wanakutana si tu kusherekea mafanikio yao, bali pia kutafakari safari waliopitia kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kupitia michango ya kila mwezi, kikundi hiki kimekuwa na msaada mkubwa kwa wanachama wake, baadhi wakitaja mafanikio ya kumudu kulipa ada za watoto, kuongeza mitaji ya biashara, huku mshikamano wao ukiendelea kuwa nguzo ya matumaini katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa nimeweza kujenga, nimeweza kumlipia mtoto wangu ada, nimeweza kufanya mambo yangu, mahitaji yangu, hata mahitaji tunapeana. Kwanza kimenikutanisha na marafiki mbalimbali ambao nilikuwa tufahamiani na sasa nafahamiana nao, na pia kimenipa connection mbalimbali kutokana na marafiki niliopata kutoka kwenye kikundi cha birthday group, na pia kinanisaidia pia kama kuniondolea mawazo, kwa sababu tukikutana tunashare the fun, tunakula pamoja, tunacheza, tunafurahi. Wanawake wengine niwaambie tu wasikae nyumbani, wawe na vikundi, lakini vikundi vyenye kusaidiana, vikundi vizuri, vikundi vyenye kuinuana, vikundi ambavyo kitamnufaisha mtu. Kuna mwanamama yuko nyumbani anataka kusema labda mimi siwezi kuwa na kikundi, labda nitarushwa, nitafanya nini? Hapana. Kikundi hichi hakuna mtu amewahi kuzungushwa pesa yake, hakuna mtu amerushwa pesa yake, tunajuana, tunafuatiliana, huwa tunakutana. Tukikutana kila birthday, kula na kunywa, unaondoka na kitita chako cha pesa kwa ajili ya kujikwamua kwenye maisha yako. Jamani, msikae nyumbani, mtapata stress. Cha kwanza mtapata stress, lakini jifunzeni kujichanganya kama hivi. Kwa sababu kujichanganya na wenzenu kama hivi, pale ambapo unakuwa una uwezo, basi mwenzako anakuinua kwenye kuencourage, kukutia tu moyo, lakini pia kiuchumi kama tunavyofanya hivi. Jifunzeni kujichanganya na kuwa na wanawake ambao mnaweza mkainuana kama tunavyofanya siku cha birthday. Kupitia kikundi cha Birthday Party cha Arusha, simulizi ya mwanamke wa Kiafrika inaandikwa upya, ikiakisi mshikamano, uthubutu pamoja na mafanikio ya pamoja. Ramadhani Mvungi, Azam News, Arusha. Waziri Mkuu wa Sudan Kamel Idris ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kusimama upande sahihi wa kihistoria kwa kuunga mkono mpango wake wa kusitisha vita vinavyoendelea nchini Sudan. Idris amewasilisha mpango wa amani mbele ya baraza hilo, akilitaka kuunga mkono jitihada za kusitisha vita na kuleta utulivu katika taifa hilo linalokumbwa na machafuko kwa karibu miaka mitatu sasa. Akizungumza katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Idris amesema mpango wake unalenga kutangaza usitishaji wa jumla unaosimamiwa kwa pamoja na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu. Mpango huo unataka vikosi vya waasi vya kundi la Rapid Support Forces kuondoka katika maeneo yote wanayoyadhibiti, kukusanywa katika kambi maalum na kuvuliwa silaha. Vita nchini Sudan vilianza April mwaka 2023 kufuatia mvutano wa madaraka kati ya jeshi la taifa na RSF, hali iliyopelekea mauaji ya maelfu ya raia, ubakaji wa halaiki na uhamishaji wa zaidi ya watu milioni 14. Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu yameeleza kuwa vitendo hivyo vinaweza kuhesabiwa kama uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa mujibu wa waziri mkuu huyo, mpango huo unaweza kuwa mwanzo wa Sudan kurejea kutoka ukingoni mwa maangamizi, na kuongeza kuwa Baraza la Usalama lina nafasi ya kukumbukwa kama mshirika wa uokozi
na si shahidi wa kusambaratika. Sudan seeks neither impunity. Sudani haitafuti hali ya kutokujali wala vita isiyoisha. Inatafuta amani ya haki iliyoimarishwa katika sheria na kulindwa na jumuiya ya kimataifa. Ninyi ni jumuiya ya kimataifa. Mkutano huu wa pamoja wa Baraza la Usalama ni uwakilishi kamili wa jumuiya ya kimataifa. Matumaini mapya ya diplomasia yaliibuka mwezi uliopita wakati Rais wa Marekani Donald Trump alipoahidi kusaidia kumaliza mzozo huo baada ya mwanamfalme na mtawala mkuu wa Saudi Arabia, mwanamfalme Mohammed bin Salman, kumtaka aingilie kati. Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan alisema wiki iliyopita kuwa yuko tayari kufanya kazi na Trump kutatua mzozo huo kufuatia mazungumzo yaliyofanyika Riyadh na Prince Mohammed. Saudi Arabia ni sehemu ya kundi la upatanishi la mataifa manne pamoja na Marekani, Falme za Kiarabu na Misri, ambalo limeongeza juhudi za kidiplomasia katika miezi ya hivi karibuni. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa vita hivyo vimechochewa na usambazaji endelevu wa silaha kutoka kwa mataifa yasiyotajwa na kwamba bila shinikizo la kweli kwa pande zinazopigana, Sudan itaendelea kuzama katika janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Idi Wesu, Azam News. Baadhi ya wananchi wa kitongoji cha Jeremanga wilayani Mpanda mkoani Katavi baada ya kukosa umeme tangu mwaka 2019 wameiomba serikali kutatua changamoto hiyo, huku jitihada za kutafuta uongozi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani humo ukiendelea, kama tunavyofahamishwa katika taarifa hii ya Mwanaidi Waziri. Waswahili wanasema mgaga na upwa hali wali mkavu, lakini kwa wanakijiji cha Milala katika baadhi ya vitongoji vya Jeremanga wamejikuta katika hali ya kukata tamaa ya kukosa umeme tokea mwaka 2019. 2019 tuliambiwa kwamba tusuke wiring. Tukaenda, yupo ambaye tulikuwa tumemteua ambayo ni kiongozi, akaenda akatuletea zile form, tukajaza. Tulipojaza basi tukaanza tukawa tumesuka kwenye nyumba zetu, tukawa tumeweka, lakini ukimya mpaka saa hizi. Tukauza sola zetu, tukaweka wiring 2019, 2020 tukarudisha fomu, tukaambia tusubiri budget 21, fuatilia budget 22, budget 24, ukaambia tusubiri awamu ya pili. Tuna TV lakini isipokuwa umeme hatuna. Ina maana tunakuwa na shida, taarifa mbalimbali zinatupita. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kijiji cha Milala watu waangalie kwa upande wa umeme, tuna shida. Viongozi wa kijiji wanasema wanaendelea kuisemea changamoto hiyo kwa viongozi wa ngazi za wilaya na mkoa. Kila kitongoji nusu yake kuna umeme, nusu hakuna umeme. Na kwa mfano kitongoji cha Jeremanga si chini ya kaya 100 na kidogo. Yaani manake ni ngambu hii ya barabara ya lami na ngambu ya barabara ya lami kule juu. Maeneo hayo yote hakuna umeme. Wananchi wanajitoa, wanaenda mpaka ofisi za TANESCO. Lakini mbaya zaidi ni kwamba mafanikio hatuyapati. Yaani tunalalamika na kulalamika kwenye mikutano ya hadhara, ikiwa mkutano wa diwani, ikiwa mkutano wa mkuu wa wilaya, tunalalamika. Kwa hiyo linafahamika wazi. Lakini sasa utekelezaji ndio inakuwa shida. Hatujui shida ni nini. Baadhi ya wananchi wa kitongoji cha Jeremanga huzuni yao ni kuona kwake yupo gizani, lakini kwa jirani kuna mwanga wa umeme. Mwanaidi Waziri, Azam News. Mabingwa mara mbili wa AFCON DRC wameibuka na ushindi wa bao 1-0 katika mchezo wake wa kwanza wa AFCON dhidi ya Benin uliopigwa jijini Rabat. Taarifa zaidi na Idrissa Rajab. Bao la DR Congo lilifungwa na Theo Bongonda dakika ya 16 ya mchezo, huku likidumu mpaka dakika ya 90. DR Congo sasa ana alama 3 mara baada ya mchezo huo, huku karata yake ya pili ikiwa dhidi ya Senegali Disemba 27. Kwa upande mwingine, DR Congo na Benini kiujumla zimekutana mara 3. Mara 2 wamekutana katika michezo ya kusaka kufuzu kwa kombe la dunia 2022. Mechi ya kwanza Benini wakiwa nyumbani walifanikiwa kulazimisha sare ya bao 1-1 kabla ya mechi ya marudiano walipokubali kipigo cha mabao 2 kutoka kwa DR Congo.
DR Congo inaingia katika fainali hizi ikiwa na rekodi ya kusonga mbele zaidi hatua ya makundi katika fainali 4 zilizopita. Mwaka 2015 ilimaliza ya 3, 2017 ikicheza robo fainali, 2016 ilifika hatua ya 16 bora na mwaka 2023 ilicheza nusu fainali. Benin iliwaduaza wengi 2019 ilipofanikiwa kufika robo fainali baada ya mechi zake za hatua ya makundi kupata sare 3. Kabla ya hapo walikuwa hawajawahi kuvuka hatua ya makundi katika mwaka 2004, 2008 na 2010. Hatua ya robo fainali ya kombe la ligi ya England maarufu kama Carabao Cup inakamilishwa leo kwa mchezo kati ya Arsenal na Crystal Palace usiku huu uwanja wa Emirates jijini London, huku mchezo huo ukitarajiwa kuwa mubashara kupitia channel ya Azam Sports 3. Tayari Chelsea, Manchester City pamoja na Newcastle United wapo hatua ya nusu fainali, huku akimsubiri Arsenal ama Crystal Palace ili kukamilisha idadi ya timu 4. Manchester City katika hatua ya nusu fainali atakutana na Newcastle United, huku Chelsea akisubiri Arsenal au Crystal Palace. Mabao ya winga Brazil David Neres Campos dakika ya 39 ya mchezo na ya 57 jana yaliipa Napoli ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Bologna katika fainali 5 ya Super Cup ya Italy iliyopigwa uwanja wa Venue Al Wahal Park jijini Riyadh, Saudi Arabia. Napoli anachukua kombe la kwanza msimu huu huku akiwa katika nafasi ya 3 kwenye ligi na alama 31 nyuma ya vinara Inter Milan mwenye alama 33 baada ya michezo 16, hivyo akiendelea kuwa na tumaini na taji jingine la Serie A. Ni muda wa kufahamu wapi kesho mvua itanyesha ama jua kuwaka. Oleria Gabriel Tali yupo hapa kwa ajili ya kutujuza hayo. Karibu sana. Na kwa sasa ni Oleria Palali. Lakini ninasikitika kwamba wakazi wa kijiji cha Milama kule Katavi hawatafuatilia utabiri huu kwa sababu hawana umeme na TV wanazo, lakini wataelezwa na majirani. Karibu mtazamaji ufahamu utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Na katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na magharibi mwa nchi na nyanda za juu kusini magharibi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zilizoambatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua katika maeneo machache. Upepo ukitarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini kwa pwani ya kusini. Lakini pia maeneo mengine yanatarajiwa kuendelea kuwa na hali ya ukavu. Na kwa hapo kesho, maeneo karibia yote ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua ikiwa na viwango tofauti tofauti. Ukanda wa ziwa Victoria, ukanda wa magharibi na nyanda za juu kusini magharibi ukitarajiwa kuwa na mvua zilizoambatana na ngurumo za radi na vipindi fupi vya jua, na maeneo mengine yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi virefu vya jua, na upepo ukiendelea kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote ya bahari ya Hindi. Na tuangazie viwango vya joto kwa hapo kesho. Vinaendelea kupungua kidogo kidogo, joto ikiendelea kupungua, na kiwango cha juu cha joto kitarajiwa katika mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Kilimanjaro na Morogoro kwa kuwa na kiwango cha nyuzi joto 33, na maeneo mengine yakitarajiwa kuwa na viwango vya joto kwa wastani wa nyuzi joto 23 hadi 31. Majirani zetu katika miji mashuhuri ya Afrika Mashariki kwa Nairobi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, mvua nyepesi, lakini pia hali hiyo inatarajiwa katika mji wa Kigali, na katika mji wa Kampala wenyewe kunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua, na katika mji wa Mombasa kukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kiwango cha juu zaidi kikitarajiwa kuwa nyuzi joto 31 kwa mji wa Mombasa na cha chini zaidi katika mji wa Kigali wa nyuzi joto 15. Ni hayo tu usiku wa leo. Mimi ni Oleria Palali na kurudisha kwake Ngaila pamoja na Ivona Kamuntu. Shukran sana. Habari kuu usiku huu: serikali kuunda jukwaa la vijana kushughulikia changamoto zao. Tutakaporejea tutaendelea na mfululizo wa makala zilizojiri 2025 ambayo inaangazia matukio mbalimbali
ya kiuchumi ikiwemo dira ya 2050. Na tutakutanisha na binti aliyepoteza familia nzima baada ya gari kusombwa na maji, hatimaye ahitimu shahada ya kwanza. Mbona unaonekana mabarafu ya kutosha siku ya leo? Ongeza barafu, ongeza barafu, ongeza barafu, ongeza barafu. Mzigo unatakiwa kwenda Unguja, weka barafu za kutosha, weka bwana. Nyama. Baba mzigo wangu tayari. Mzigo uko tayari. Vipi, gari imefika? Gari inakuja. Sikiliza. Huyu bwana atakudhuruma. Hapa barafu hakuna. Na huo mzigo unaochukua ni mkubwa. Nyama zitaharibika hizo. Barafu tena. Shekhe, mimi natumia Azam Sealink bwana. Magari yao maalum kabisa yana jokofu. Kwanza wanaofuata mzigo wako sehemu ulipo. Pili wanakusafirishia. Tatu unafika mpaka eneo lako la biashara. Unataka kuniambia hadi kwa mama Kizimkazi inafika? Bwana fanya hivyo. Sawa. Sio nyama tu, iwe vifaa vya ujenzi, chakula, magari na mizigo aina zote yenye uzito hadi tani 32. Tutaufuata mzigo wako ulipo na kuuleta bandarini. Tutausafirisha na meli zetu Azam Sealink na tutaufikisha unapotaka, iwe visiwani Pemba ama Unguja. Hii ni bidhaa na huduma bora kutoka Bakhresa Group. Uzinduzi wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ni miongoni mwa matukio makubwa ya kiuchumi yaliyotokea nchini kwa mwaka 2025, ukiachilia mbali masuala mengine ambayo nayo yaligonga vichwa vya habari na kuacha kumbukumbu katika jamii. Kwa kuangalia matukio hayo muhimu katika mfululizo wa makala fupi za kuelekea mwisho wa mwaka, leo mwandishi wetu Samson Mfalila anaangazia masuala mbalimbali ya kiuchumi yaliyojiri kwa mwaka 2025. Ukuaji wa uchumi wa nchi yoyote duniani unategemea utekelezaji madhubuti wa sera, program na mikakati mbalimbali ya maendeleo iliyopangwa na nchi husika. Katika kufikia azma hiyo, serikali imekuwa inaandaa mikakati mbalimbali ya kisera, kiutawala na uwekezaji katika sekta za elimu, maji, afya, nishati na usafirishaji. Ili kufanikisha jambo hilo, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ilizinduliwa katika shughuli ambayo mgeni rasmi alikuwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mtakubaliana nami kwamba kuna hali ya kudorora kwa ari ya kujadili masuala ya maendeleo katika jamii yetu, hususan miongoni mwa vijana ambao ndio tegemeo letu katika kujenga kesho iliyo bora. Hii sio sawa hata kidogo. Katika miaka 25 ijayo, lazima turudishe mijadala ya maendeleo katika nchi yetu, ijadiliwe na vijana na wajipange vyema. Baada ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025 kukamilika, matarajio makubwa yanaelekezwa kwenye dira hii mpya 2050, ikilenga kuipeleka nchi katika uchumi wa kati. Wataalamu wa masuala ya uchumi wanaiangaliaje dira hii na namna ambavyo inaweza kuakisi matarajio kulingana na hali halisi ya mazingira ya kiuchumi? Sasa ukiangalia ni aina ya dira ambayo ndani yake imegusa vitu vingi sana kwenye zile sekta vichochezi, mfano usafirishaji fungamanishi, miongoni mwa maeneo ambayo yanaweza kuchagiza vilivyo ukuaji wa uchumi. Kumbuka ni dira ambayo imelenga kufikia uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050 na kuwa na GDP per capita, pato la mtu mmoja dola 7,000. Sasa ukitaka kufika huko, hapo unauzungumzia uchumi wa kati, ngazi ya juu. Jingine linalokumbukwa mwaka huu ni la kusomwa bajeti ya serikali Juni 12. Bajeti ambayo iliandaliwa kwa kuzingatia mabadiliko ya baadhi ya misimamo ya nchi washirika wa maendeleo katika utoaji wa misaada na mikopo nafuu. Na hapa serikali ikabainisha vyanzo 8 vya mapato kwa ajili ya kudhibiti maambukizi ya ukimwi na kugharamia bima ya afya kwa wote. Serikali inapendekeza kuanzisha vyanzo mbadala vya mapato ili kupunguza nakisi ya kibajeti kwa kufanya marekebisho katika sheria mbalimbali. Aidha, napendekeza 70% ya mapato yatakayoongezeka ipelekwe kwenye mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi na 30% ipelekwe kwenye mfuko wa taifa wa bima.
kufanya marekebisho ya sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ili kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye huduma za mawasiliano ya kielektroniki kutoka 17% hadi 17.5%. Swala la maendeleo katika sekta ya uwekezaji kwa mwaka unaomalizika nalo linatajwa kama sehemu ya mafanikio, na hasa baada ya sheria ya masuala ya uwekezaji kufanyiwa mabadiliko. Tuna uwekezaji wa nje mkubwa, hasa kwenye madini yamekuwa sana, kwenye nishati energy, kwamba nishati ya gesi na kuna uwekezaji mkubwa kutoka nje, hasa tukija na hivi vinachochewa na uanzishaji wa miundombinu kama bandari, uwekezaji katika bandari, mizigo mingi inakuja, lakini tuna hii SGR ambayo inasogeza mpaka Dodoma. Kwa hiyo kuna usafirishaji unapokuwa mkubwa, tunaona kwamba hizi sekta zimetoa kuvutia zaidi. Wakati haya yakijiri mwaka huu, madini ya dhahabu yameendelea kuwa kinara wa mauzo nje ya nchi pamoja na baadhi ya mazao ya kilimo. Kuna lile ongezeko la percentage kwenye mauzo ya nje, ile asilimia kwenye mauzo ya nje. Ongezeko hili limeletwa na mauzo ya dhahabu. Unaweza kuona dhahabu ilifika wakati mauzo yake ya nje yaliongezeka hadi kufikia zaidi ya asilimia 35. Unapata tu picha kwamba kumekuwa kuna hiyo surge. Lakini angalia kwenye traditional products, yani zile bidhaa ambazo nyinyi tunasema hizi kama mazao ya kilimo, angalia tumbaku, angalia korosho, na yenyewe ongezeko lake la mauzo ya nje lilifikia zaidi ya asilimia 38. Mafuta ni bidhaa iliyoongoza kwa kuagizwa kwa wingi zaidi kutoka nje ya nchi. Kwenye bidhaa ambazo zimekuwa zikiagizwa kwa mwaka huu 2025, utagundua pia uagizwaji wa mashine pamoja na vifaa ambavyo vimekuwa vikihusika moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo. Mfano, angalia kama SGR, lakini pia angalia bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, pamoja na miradi mingineyo ya maendeleo. Unaona kabisa imechagiza vilivyo kwenye uagizaji wa bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimekuwa zikija nchini. Kwa jumla, sekta zilizofanya vizuri kwenye kuchangia ukuaji wa pato la taifa kwa mwaka 2025 ni pamoja na sekta za madini, utalii, usafirishaji na viwanda. Samson Mfalila, Azam News. Anna Zambi, binti ambaye mwaka 2019 alitikisa sana vichwa vya habari baada ya familia yake yote kufariki dunia kwa ajali ya gari baada ya kusombwa na maji mkoani Tanga siku chache tu kabla ya kufanya mtihani wa kidato cha 4. Sasa hatimaye amehitimu shahada ya kwanza ya sheria. Anna anasema kwa sasa ndoto zake ni kuwa mwanasheria nguli ama jaji wa mahakama ya rufani, kama anavyotueleza George Mbara. Tukio la kupoteza familia yake pendwa kwa wakati mmoja ni kovu ambalo halitafutika moyoni mwa Anna, ambaye katu hataki kulisikia wala kulizungumzia. Kwa sasa binti huyu ni mhitimu wa shahada ya sheria kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini kampasi ya Makumira. Wakati nikitoa shukrani zangu, kuna wananchi wengi wa maeneo mbalimbali nchini walio na uhitaji sawasawa na niliokuwa nao mimi, na wanastahili kupata huduma chini ya mdhamini wa umma. Naiomba serikali isiishie kwangu tu, bali iendelee kutambua na kuwasimamia watoto na wananchi wengine ambao wanahitaji usimamizi wa mali zao. Kiu yake ni sheria, akisema lengo ni kuwasaidia wenye uhitaji. Napenda kufahamisha kuwa kutokana na hatua ya elimu niliyoipata, naahidi kuitumia kuisaidia jamii wahitaji katika masuala ya sheria ili kuhakikisha haki zao zinalindwa. Kipindi chote cha ukiwa, serikali kupitia huduma ya udhamini wa umma chini ya RITA ilikuwa bega kwa bega kuhakikisha anatimiza ndoto zake, kwani wakati ule alikuwa na umri wa miaka 16 tu. Baada ya wazazi wake kufariki, zile mali tumezisimamia sisi kama kabidhi wasi na mdhamini mkuu wa serikali, na Anna Zambi sasa hivi ana miaka zaidi ya 18. Kwa hiyo sisi tutafanya utaratibu wa kuhamisha ule umiliki kutoka ofisi ya kabidhi wasi mkuu kwenda kwa Bi Anna Zambi ambaye ndio atakuwa mmiliki halali wa zile mali. Sherehe za kupongeza mafanikio ya Anna zinahudhuriwa na naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katimba, ambaye anasisitiza jamii kutoa taarifa za watu ambao ni warithi wa mali na mali zao hazina usimamizi madhubuti. Katika kuhakikisha udhamini wa umma ufanyike katika minajili ambayo itahakikisha wale wanufaika wanapata haki zao, lakini kuna mazingira ambayo
unakuta mali zipo ambazo hazina wenyewe. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, Watanzania pia waweze kutoa taarifa. Katika kutekeleza jukumu la udhamini wa umma, RITA inasimamia mali zisizo na wenyewe au mali za wenyewe ambao wana matatizo ya afya ya akili au magonjwa na watoto chini ya umri wa miaka 18. George Mbara, Azam News, Dodoma. Muda wa kufahamu yale ambayo yamejiri kwenye mitandao ya kijamii, na Moses Mohamed tayari yupo hapa kwa ajili ya hilo. Karibu sana. Asante sana Richard na Ivona. Ivona, uko sawa kabisa? Umehisi unataka kukimbia? Na hisi unatamani kufike pale mwisho tu. Leo uone umejifunza ama mwisho paanze. Unaona? Waendelea. Asante sana. Inawezekana kama ni staili nzuri sana. Tuanze mitandaoni usiku wa leo kwa taarifa kutoka Ikulu, lakini kupitia katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa Tanzania. Wenyewe hii leo wana taarifa kuhusiana na Balozi Mahmoud Thabit ambaye ndiye waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambaye amewasilisha ujumbe maalum wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Mfalme wa Oman Sultan Haitham bin Tariq Al Said. Na kama unavyoona pichani hapo, wawili hao ujumbe huo ukikabidhiwa. Kuna watu huo tunakuwa tuna shauku sana ya kutaka kufahamu hivi Mheshimiwa Rais huenda katika ujumbe kuna nini? Ivona, ni ujumbe maalum kwa sultani. Asa wewe kwa nini unataka kujua kuna nini? Kuna watu wanataka kujua yani. Umewafikishia. Huo ni ujumbe maalum kwa sultani. Wataujua ikiwa ni wa umma. Kwa hiyo wasubiri. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo kuhusiana na Sultan wa Oman kupokea ujumbe huo, hii leo serikali imetangaza rasmi kwamba sasa inakwenda kutengeneza kitengo maalum kabisa kitakachokuwa kikifanya kazi kwa saa 24 za kila siku kwa mwaka mzima. Lengo la kitengo hicho ni kuhakikisha kwamba wanapokea, wanasikiliza, wanachakata na kufanyia kazi mapendekezo na maoni pamoja na kero za wananchi. Taarifa hiyo imezungumzwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira pamoja na mahusiano, Deus Sangu. Alikuwa kule Sumbawanga. Jamani, kitengo kikishaanzishwa, wote wenye madukuduku yetu tutolee huko. Lakini mbali ya madukuduku pia ni sehemu ya kuishauri serikali kwa yale ambayo tunafikiri kwamba yataweza kuleta mustakabali mwema zaidi wa taifa na tuendelee kupiga hatua. Kwa sababu Ivona amesubiri sana na misipendi kumfanya Ivona aendelee kusubiri kwa muda mrefu zaidi. Acha tuwapeleke katika Kiswahili cha hii leo. Kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA, usiku wa leo tunakuja na neno kasimile. Ivona, unapikaga wewe? Sana. Aha. Richard, wewe Richard mpaka leo bado wewe ni kayanda. Unapika wewe? Kwa taarifa yako. Ila napika. Unapika? Kwa hiyo kasimile naitumia ile ya Azam. Wewe kasimile unatumia Azam? Aha. Lakini Ivona natumia ile ya Azam pia. Ila kabla ile zamani alikuwa na kwangu ile ya akishamaliza kukuna pale, lile tui la kwanza zito. Lile katika Kiswahili hatuliiti tu tuibubu, tunaliita kasimile. Ivona, kasimile ukilitia kwenye maharage ukakutana na ubwabwa fulani kasimile ni balaa sana. Ushete kasimile kwenye maharage ama kwenye samaki? Wawili. Najaa. Umeingia saa ngapi ile? Na udenda umenitoka. Haya, shukrani sana. Basi tukamilishe kwa muktasari. Serikali kuunda jukwaa la vijana kushughulikia changamoto zao. Waziri Mchengerwa awapigia chapuo wawekezaji kwenye viwanda vya dawa nchini. Sudan yaliangukia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumaliza vita. Na timu ya taifa ya DRC ya takata AFCON ikichapa Benin bao 1-0.
Asante kwa kuchagua Azam News. Mimi ni Richard Ngaila, mwenzangu ni Ivona Kamuntu na Susan Mtue ametuongoza kwenye lugha ya alama. Wewe ni wa thamani, uwe na usiku mwema. Naomba naonekane na mabarafu ya kutosha siku ya leo. Ongeza barafu, ongeza barafu, ongeza barafu, ongeza barafu. Mzigo unatakiwa kwenda Unguja, weka barafu za kutosha, weka bwana. Nyama. Mzigo wangu tayari. Mzigo uko tayari. Vipi, gari imefika? Gari inakuja. Sikiliza. Huyu bwana atakudhuruma. Hapa barafu hakuna. Na huo mzigo unaochukua ni mkubwa. Nyama zitaharibika hizo. Barafu tena. Shekhe, mimi natumia Azam Ceiling tu bwana. Magari yao maalum kabisa yana jokofu. Kwanza wanaofuata mzigo wako sehemu ulipo. Pili wanakusafirishia. Tatu unafika mpaka eneo lako la biashara. Unataka kuniambia hadi kwa mama Kizimkazi inafika? Bwana fanya hivyo. Sawa. Sio nyama tu, iwe vifaa vya ujenzi, chakula, magari na mizigo aina zote yenye uzito hadi tani 32. Tutaufuata mzigo wako ulipo na kuuleta bandarini. Tutausafirisha na meli zetu Azam Sea Link na tutaufikisha unapotaka, iwe visiwani Pemba ama Unguja. Hii ni bidhaa na huduma bora kutoka Bakhresa Group. Taarifa sahihi za kuaminika, masuala yanayogusa maisha, uchambuzi makini. Jiunge nasi katika Azam News, Uchanganuzi, Habari Weekend na Adhuhuri Live.